Oyo, hey. Bana, kutoka hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, dakika 90 hakuna bao. Azam na Yanga, timu zilikuwa zinashindana kupiga pasi. Yanga wamepiga pasi 341, Azam wamepiga pasi 355. Lakini kwenye majaribio ya kufika golini, timu zote mbili hazikuwa vizuri. Azam wamepiga on target moja, Yanga wamepiga on target moja, lakini Yanga on target akaipata kuanzia dakika 80 huko. Yaani Yanga muda wote walikuwa hawana on target, wameipata dakika za usiku kabisa. Bana. Yanga hii inayosifiwa na promo nyingi, Yanga timu ya kawaida. Yaani Yanga msimu huu akichukua ubingwa wa ligi, timu zingine zote zitakuwa mbovu. Lakini kwenye uchezaji, Yanga mechi mbili kubwa zidi ya Simba na Azam anapata on target mbili. Yaani zote mechi zote mbili. I say, muangalie kwenye mazoezi huko mnavaa. Yaani narudia tena, Yanga kichukua ubingwa, ligi yetu mbovu kwa jinsi inavyocheza Yanga safari hii. Yes. Azam walikuwa anaweza kuimaliza hii mechi kwa sababu kuna muda ulikuwa unaona Yanga aliamua wakae nyuma zaidi, alikuwa anaweza kumaliza mechi, ameshindwa kuimaliza mechi. Lakini narudia tena, hii Yanga mbovu ya msimu huu. Yaani kama ikitokea amechukua ubingwa Yanga, basi tu. Dakika 90 Yanga amepiga off target 3. On target moja. Timu ambayo inasifiwi na washambuliaji wa kali inaingia kwenye mechi kubwa kama hizi. Yaani mechi mbili za Simba na Yanga haitengenezi nafasi za kutosha. Ndio maana naishia makundi Champions League, nimemaliza.